neno direct, ili ya kwamba tukaweze kuona katika kutembea katika injili ya leo. Tunataka kuzungumzia kuhusu wale ambao wanayefadhaika ndani ya mioyo yao, wanakaa katika hali ya kufadhaika, hali ya kuto auridhiki, yani hauamini ya kwamba penye uko sawa, hauamini ya kwamba kama kuna Mungu, hauamini ya kwamba kama kuna mabadiliko inaweza tokea kwako, hauamini kesho yako, uamini kama inaweza badilishwa. Kwa hivyo hiyo roho ya kutoamini, hiyo ndio tunataka kuzungumzia, ili ya kwamba Mungu atuwezeshe na tuweze kaa katika watu ambao watamwamini siku zote. Maana tunapokaa katika kumwamini, inaashiria kwamba vile ambavyo Yesu alipofika wakati wa kuondoka, alituaga na akasema ya kwamba tusione kama vile ametuacha ya kwamba tuko yatima. Kuna msaidizi ambaye amewacha, na huo msaidizi ambaye amewachwa ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wengi wanasema kwamba tumewachiwa roho, lakini italingana ni roho yupi ambao wewe umewachiwa. Ikiwa ni Roho Mtakatifu, hautafadhaika katika lolote ambao unalifanya moyoni mwako, maishani mwako, inastahili usifadhaike hata kidogo. Kwa hivyo acha tusome, aliye na Biblia tayari anaweza soma kitabu cha Yohana 14 mstari wa kwanza. Ikiwa tuko pamoja na tuko na Biblia kando, naweza soma pale. Yes. Achia hapo. Tutaachia hapo kwanza. Amen. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu ya ujumbe vile ambavyo umenena wazi. Neno liko dhahiri, linasema wazi ya kwamba Yesu anapoangalia anaona ya kwamba amejaa katika hali ya kufadhaika, lakini anatuambia kwamba tusiwe watu wa kufadhaika, kwa sababu yeye anaondoka kule, anaenda andaa makao, na hii makao ambayo anaenda kwa angetamani ya kwamba wakati atarejea akuje akaweze kutuchukua tunapoenda kunyakuliwa. Maana target yake haikuwa ya kwamba makao yale ambayo anaandaa yakose mtu, yalikuwa makao ambayo anaenda kuandaa ni makao yetu, akuje penye ako sisi tuwe. So italingana ya kwamba wewe wakati Yesu anaporejea utakuwa katika njia gani, utakuwa katika hali gani, utakuwa katika matendo ambayo inampendeza ama utakuwa katika njia ambazo sio sawa. Kwa hivyo ni jukumu letu mimi na wewe tukaweze kujua kwamba roho ya kufadhaika, roho hii ya kuhangaika, leo uko pale, leo uko hapa, kesho hujulikani utaenda wapi, hiyo roho tuondoe ndani mwetu, kwa sababu tunapoendelea kufadhaika na kuhangaika kila wakati, hapo hautapata msingi, hautapata kila ambacho unaombea, hauwezi pata kila ambacho unatamani Mungu afanye.
kwa sababu ashakuahidi ya kwamba kuna mahali ambapo anaandaa, na penye anaandaa angependa ya kwamba akiwa mahali pale hata sisi tuwe mahali pale. Na ndiposa nakuta unaposoma pale chini nasema kwamba Tomaso alianza kuuliza maswali kwa sababu alikaa ni kama haelewi ni kule ambapo Yesu anasema anaenda, kule anazungumzia anaenda ni wapi. Na hivyo ndio Wakristo wengi tumekaa tunapoambiwa kwamba kuna ufalme wa mbinguni umeandaliwa, kuna makao mapya ambayo tumeandaliwa, tunajiuliza hii makao inakaa aje? Na hii makao itaingia na nani na nani? Hii makao mimi ninaweza ingia kweli? Unabaki katika maswali ambayo hauwezi pata jibu usiposimama imara na uweze kumtumainia huyu Mungu. Hii sauti ambayo inanena katika hii maandiko ni sauti ambayo inajaribu kukuinua, kukujenga, kwamba ukae ukijua kwamba kuna yale ambayo Mungu anakuazia mazuri. Mungu lengo lake halikuwa ya kwamba anapotuumba, wakati ambapo ametutumia msaidishi ambayo ni Yesu alipokuwa nasi, akasema ya kwamba sasa imefika wakati ambapo lazima naye Yesu akaende, naye akasema na mimi sitawacha yatima, nitawaachia msaidishi ambao ni Roho Mtakatifu. Huyo Roho ukimuitikia, ukiitika wokovu na Roho akae ndani mwako, mpendwa, utaona hiyo roho ya kufadhaika itakuwa ndani mwako. Utasimama imara na utasonga mbele na hautakuwa na tashwishi yoyote. Hata penye uko kanisani hautakuwa na tatizo. Penye uko katika kule nyumbani, kazini, popote ambao utatembea hautakuwa na hiyo roho ya kudoubt tena, kwa sababu kuna mahali ambapo Mungu amekuahidi, amekuandalia mahali pazuri. Hakuna vile ambavyo Yesu anaweza ondoka aenda ashinde akiandaa makao na tuone ya kwamba makao yale ameandaa hayafai. Kwa hivyo hata utamani ya kwamba uende uyashuhudie. Sasa inastahili tuweke bidii ya kuweza kupigana ili tukaweze kuenda kushuhudia yale makao ambayo Yesu alienda kuandaa. Kwa hivyo acha Mungu amani asidi kutuinua, asidi kutupigania na asidi kututetea zaidi. Ndiposa ilipomaliza ya kwamba ikasema ya kwamba wengi tunapoomba tunaomba katika njia ambayo sio sawa, sababu nikisoma pale chini nasema kwamba wengi huwa wanaomba. Unaweza toka uombe tu direct, tuseme Mungu fanya hii fanya hii fanya hii, na imesha kudirect ya kwamba ukitaka lolote tumia hii njia ya Yesu. Yesu ndiyo njia ya kwenda kwa Baba. Kwa hivyo usiende shortcut, useme ya kwamba labda hutaki, unaona kama Yesu amedelay, unataka kumruka uende kwa Mungu. Mungu hatatenda bila kupitia kwa hii njia ambayo sasa ni Yesu Kristo. Mkubali Yesu upate yale ambayo unatamani, kwa sababu yeye ndio daraja ambayo tumewekewa. Iko tu vile ambavyo makanisani tuko na nini, tuko na makuhani ama wachungaji wengi wanaruka, wanataka kuwa juu ya wachungaji, wanaruka, wanataka kujiona ya kwamba hao ndio kusema, lakini pasipojua kwamba kuna daraja ambao umewekewa, lazima upitie kwa hiyo daraja. Kwa hivyo Yesu ndiyo njia. Kubali Yesu, pita kwa hiyo njia naye ukaweze kujibiwa maombi yako. Tusio watu wa kuomba direct, kuambia ya kwamba Mungu fanya, Mungu fanya. Ametuelekeza ya kwamba tukiomba kupitia kwa jina la Yesu basi tutapokea. Kwa hivyo wote ambao wameingia leo mtandaoni, Mungu awasaidie hata maombi yetu tubadilishe, tusiwe watu wa kuruka mbele. Tuangalie lineup ya maombi, tunaomba aje. Maybe unakosa kubarikiwa sababu ya kuruka njia, unaenda kuanzia pale mbele badala ya kutoka kule nyuma. Kwa hivyo Mungu atusaidie na atupiganie. Kwa hivyo somaji wetu anaweza endelea pale 7 kuendelea, kama ako pamoja nasi. Sawa, ndio.
Mhm. Watia hapo, amen. Wapendwa, neno liko dhahiri, linasema kwamba linatuelekeza njia. Hii njia ambayo tunaletwa nayo ni ya kwamba tuwe watu wa kuamini. Unapokuwa mtu wa kuamini ya kwamba yale ambayo mchungaji anakuambia yametokana kwa pumzi ya nani? Ya Mungu, basi utakuwa mtu wa kubarikiwa haraka, utakuwa mtu wa kuinuliwa. Lakini unapokuwa mtu ambayo ni wa kudoubt, ukiwa watu ambao wamejaa doubt, ndio hawabarikiwi, hawafanikiwi, kwa sababu hii ni njia ambayo inabeba matunda, imebeba baraka, lakini unapomwelekeza anaona ya kwamba huyu mtu anataka kunipoteza, ama yale ambayo ananenwa hayo ni yake tu, lakini pasipo kujua kwamba yale ambayo ninanena yanatokana katika kinywa cha Mungu. Ndiposa kutoka leo na kuendelea, wote ambao tumemkiri huyu Yesu ya kwamba Yesu ni Bwana, wacha tukaweze kumwamini ya kwamba yeye ni mweza. Na ukiwa kanisani, amini ya kwamba ujumbe wote ambao utasomwa au utahubiriwa hautokani katika kinywa cha kuhani ama kinywa cha mchungaji, hautokani katika kinywa cha huyo nabii ama huyo mwinjilisti ambao amesimamiwa, labda amesimamishwa tu aweze kufundisha, haitoki katika kinywa chake, bali ni pumzi. Yeye hutumika tu kama chombo. Yale yote ambayo Mungu anakusudia kwamba tuyapokee, anayamwaga ndani ya kinywa chake, ndiposa tukaweze kuyasikia na tuweze kuyaamini. Lakini unaposikia na ukose kuweka imani, ndio unaona ya kwamba tunaishi katika maisha ambayo sio yetu, sababu tumezuilia baraka zetu kwa kutoamini wale ambao wanayetusimamia. Wanapotangaza leo iko hivi na hivi, unapuuzilia mbali. Leo tuingie maombi, unapuuzilia mbali. Leo kuna ushirika, unaona ya kwamba unasumbuliwa. Utatangaza, utatembea ukisema kwamba bishop naye anatutesa, bishop anatusumbua, ama pastor fulani anatusumbua. Kwa hivyo we ile kitu unaona rahisi ni kusumbuliwa, lakini haujui kwamba kile ambacho kinenenwa kinatoka katika kinywa cha Mungu. Hiyo ni pumzi ya Mungu iko ndani ya huyo mchungaji. Ndiposa akasema ya kwamba ikiwa mtaniamini mimi, basi hata huyo baba ambayo mnamsikia basi mtamwamini. Lakini kama hamwezi amini ya kwamba kuna Yesu, sasa utamwamini aje huyo Mungu ambayo sasa unamsikia tu? Itakuwa ni jambo ambalo ni la hatari, jambo ambalo ni ngumu, halitawezekana, sababu njia imewekwa, daraja imewekwa. Hautaki kupita kwa daraja, lakini unataka kuvuka nini? Bahari, uanguke wapi? Ng'ambo ile. Mpendwa, itakuwa ngumu. Kwa hivyo siku ya leo Mungu atusaidie, tuwe katika makanisani, tuwe tumeokoka na tuwe tunafuata nini? Sauti ambayo inatoka katika viongozi wetu. Tafakari hilo sauti, na ikiwa una doubt nyingi, ingia kwa maombi, ingia kwa kusoma neno. Neno litakuinua, neno litakutia nguvu. Kwa hivyo wapendwa, tusije tukafika mahali tukakosa heshima, tukakosa kuamini yale ambayo tunahubiriwa, yale ambayo tunafundishwa. Hayo ndio yamebeba nini? Baraka zetu. Mostly tunaweza hubiria watu ya kwamba injili ya kutoa huwa inaua watu mioyo, na ukiona unauawa sababu ya injili ya kutoa, usione ya kwamba imetoka katika kinywa cha mchungaji. Sio pasta wote ambao wanapenda nini? Fedha. Pasta wote wanatumia, ni wachache sana ambao wamesimama katika msingi ambayo ni ukweli, na hiyo ukweli inauma. Kwa hivyo ni vizuri tusimame katika njia ya kutii sauti ambazo zinatoka katika vinywa vya kuhani ama viongozi ambao wanayetuongoza, sababu hao ndio sasa daraja yetu, na tusipofanya hivyo itakuwa vigumu.
Ndiposa Yesu akatuachia mahali pale msemo, na hii msemo sisi tunaileta kanisani. Hatutaileta kwa upande wa Yesu na Mungu, lakini tutaileta kwetu sisi wachungaji na washirika. Lazima tuwe watu wa kutii, tuwe watu ambao mtatii wachungaji, mtii viongozi, ndiposa tuweze kusonga mbele. Hata wachungaji lazima naye tuwe watu wa kutii wale ambao wako mbele yetu. Sio kwamba mimi nikiwa pastor ati sina wale ambao wako mbele ambao siwezi watii. Lazima niwaheshimu, na hiyo heshima na kufuata yale ambao wanasema ama wanakuelezea, hayo ndio yamebeba ufunguo ya maisha yetu. Kwa hivyo ikiwa bado tuko pamoja, waweza soma kuendelea 11. Yes. Wachia hapo kwanza. Kwa wapendwa, neno liko dhahiri linaendelea kusema ya kwamba ikiwa tumefika mahali ambapo tutakuwa na doubt, na mostly huwa nasema kwamba kama huduma huu wa FM ni huduma ambao hatuwezi kuwa na doubt yoyote, sababu hata nikihubiri leo, mwingine akuja hubiri kesho, utakuta hayo mahubiri unaona ni kama inakuja kushikana. Ni kwa sababu gani? Ile miujiza ambayo iko ndani mwangu ndio iko ndani mwa askofu. Ile miujiza iko ndani ya askofu ndio utakuta iko ndani ya wachungaji hao wengine, sababu ile ujumbe ambao umewangushwa ndani mwetu ni ujumbe wa ukweli. Tuhubiri ukweli, tuende mbele, tufanye muujiza ya ukweli, sio miujiza ile ya ukora. Miujiza ya ukora inaleta nini? Inafaidi tu wachungaji wenyewe, lakini ukitaka muujiza wa ukweli, wacha Mungu mwenyewe ashushe nini muujiza huo. Wewe hubiri Injili, na maandiko yako wazi inasema kwamba usitoe na usiongeze. Unapotoa, unapoongeza, hiyo sasa utakuwa unaingiza Injili yako inawekwa katika biashara, na wengi wameingia katika Injili. Ndio naona saa hii hata mtandaoni ukiweza kuweka Injili yako mahali pale upost ukihubiri, utakuta likes zile unapata ni labda hata asifikangi 20 ama 10, lakini enda uweke vituko pale mtandaoni utaona mamilioni. Kwa hivyo kwa sababu gani? Injili imefika mahali penye watu wamefanya imeisha nini, inaenda ikiisha ladha, na nani ataongeza hii ladha? Ni mimi na wewe. Kwa sababu gani? Kutembea katika njia ya ukweli na kufanya nini? Kazi uliopewa. Hiyo kazi uliopewa usilale nayo, sababu hauwezi ukaasha taa na ufunikie ndani ya besheni, ama uweke chini ya mfunguni mwa kitanda. Taa lazima iwekwe wapi? Kwa meza juu, ili nuru ikaweze kuangaza. Wakristo wengi tumeasha taa na tumezifunika, na maanisha umeokoka, ndio Yesu ni Bwana, lakini wako hutaki kutambulisha wapi? Kule nje. Unataka utambulishe tu Jumapili, nataka utambulishe tu wakati uko wapi? Kwa mtandao. Nataka utambulishe tu wakati uko wapi? Kwa ushirika. Utakuja kujulikana lini? Zile samaki ambao ulitumwa kuvua utazileta lini? Sababu lazima ulete moja, ulete mbili, mimi nilete mbili, nilete tatu. Hivyo ndiposa na Yesu aone ya kwamba ile neno ambayo ametamka mahali hapa ya kwamba ikiwa tutamwamini yeye, basi tutafanya miujiza mikubwa hata kuliko ile ambayo amefanya.
Kwa hivyo hiyo siku ya kufanya miujiza mikubwa ni siku gani? Bwana Yesu asifiwe. Ni siku gani ambayo tutafanya hiyo miujiza mikubwa? Tunabaki na swali. Ndiposa siku moja nikawa nimetafakari, nikajiuliza maswali, nikasema ya kwamba watu wengi wanasema ya kwamba wana roho ya huruma, wana roho ya kusaidia, wako na roho ya kujali sana wengine. Ndio, kuna wale watu ambao tunaona ya kwamba hawajiwezi, wako wapi? Wako sokoni, wako barabarani, hawa viwete. Umepita mahali pale, wewe umeokoka, Yesu ni Bwana. Ako mahali pale anasema ya kwamba nipe 10, nipe kile uko nacho. Wewe umeokoka, Yesu ni Bwana, alafu unapita unampea nini? Unaangusha pale 20 ama 10 bob. Swali langu ikawa na tafakari, hiyo nitakuwa nimemsaidia kweli? Jibu lilipokuja likaniambia hujamsaidia, sababu mwokovu kamili lazima usimame na huyo mtu. Kama una uwezo, omba, fungua maombi ya kwamba Mungu mwenye uwezo. Neno limesema ya kwamba ikiwa tutaamini ya kwamba huyu Yesu wako na anaishi na anatenda, basi tutafanya miujiza mikubwa. Kama Petero, Yohana waliweza kumugusa, kumushika mkono, akamwambia simama, na akasimama akaenda. Kwa nini mimi huyu mwenye nimeokoka nisiombewe kiwete atembee? Kwa hivyo jibu likawa ya kwamba mtu kama huyo, wewe inua imani siku moja, jipime imani na upite mahali pale, aone ni kama utampea hiyo 20 ama 10, lakini umwambie kwa jina la Yesu, simama na utembee. Atatembea. Hiyo roho ya kufadhaika, roho ya uoga itoke ndani mwetu, na hiyo ndio inafanya hatuwezi fanya miujiza ile Yesu alifanya, na alituahidi ya kwamba tumwamini na tutafanya makubwa kumuliko. Kwa hivyo Mungu atusaidie wapendwa, na tuweze kusonga mbele ili tukaweze kuona uokovu wetu unaleta matunda. Isiwe tu tumeokoka tu ya kwamba ni jina. Okoka na uweze kuona reaction zile ambazo zitafanya watu jua kwamba kweli ndugu fulani ameokoka, dada fulani ameokoka. Sababu wameona nini? Wameona muujiza. Muujiza gani ambao wewe umeshafanya? Bwana Yesu asifiwe. Kama tuko pamoja, nione kwa ishara pale. Amen. Kwa hivyo tuendelee pale chini. Somaji wetu penye ulifika pale, teremka 13. Amen. Ndio. Amen. Achia hapo kidogo. Kwa hivyo neno liko dhahiri, linasema ya kwamba wapendwa, tunaposhika neno la Mungu, tunaposhika ahadi zile ambazo Mungu anatoa ama sheria zile ambazo neno linatuelekeza, kuna thibitisho ya kwamba hatutaachwa hivyo, na tukiomba lolote kupitia kwa jina lake, basi naye atathibitisha kule kwa Baba yetu, na ataweza kufanya mambo ya ajabu. Atajibu maombi yako, sababu wakati ambapo unanyenyekea mbele za Mungu, unamulilia katika moyo wako wote. Kuna mahali nimesoma ikaniambia kwamba tumtafute Mungu kwa moyo wetu wote.
wengine wanamtafuta Mungu kwa moyo, sijui niite ni moyo kuota, sababu haieleweki. Umekuja tu kumtafuta, kumjaribu, ya kwamba acha niende nijaribu nione kama nitapona, wacha niende nijaribu nione kama nitabarikiwa. Na hiyo sasa kusema wacha nijaribu, hiyo sasa sio njia nzuri, ama sio mwelekeo nzuri katika uwepo wa Mungu. Ni vizuri uamue ya kwamba leo ninaenda kanisani na nina imani ya kwamba hii shida ambayo iko ndani mwangu inaenda kumalizika. Leo ninaingia mtandaoni na najua kwamba kitambo wamalize kuhubiri na kuomba, hii shida itaenda kumalizika. Hiyo imani ndio tunawachiwa, ndiposa tunaambiwa kwamba msione ya kwamba nyinyi mtabaki yatima. Hapana, kuna roho wa ukweli, roho msaidizi ambao binadamu ama dunia haimupendi, sababu haijui kama kuna roho. Ndiposa unaona dunia, ukiangalia dunia sasa unaona ya kwamba imepotoka yote, sababu roho wa Mungu hayuko ndani mwetu. Ndiposa kila wakati, kila dakika vituko vinafanyika tu. Unaona njia ile ambayo watu wamechagua ni njia ile mbaya, lakini njia nzuri ukielekeza wataki, wameongozwa na maroho badala ya kuongozwa na roho. Tutafuteni nani? Tafuteni Mungu aweze kutujaza na roho wa ukweli. Roho ukweli akiingia ndani mwetu, hatutafadhaika, hatutahangaika, hatutapotezwa na mtu yoyote. Sahii watu wamepotezwa mpaka makanisani. Mtu anaingia na kuambia hapa umekaa muda gani? Unamwambia miaka 2 3, anasema hai. Hapo unapoteza wakati. Tuame, nimesikia mahali fulani kuko hivi na hivi, ukiingia tu pale kuna muujiza. Wewe umekuwa mtu wa kufuata nini? Miujiza. Umekuwa mtu wa kutendewa saa hiyo, unataka miracle ya saa hiyo. Lakini ukisoma maandiko, ukisoma Matthew 24:24, inaeleza wazi ya kwamba siku za mwisho kutatokea manabii wa uongo, wachungaji wa uongo, waombezi hao watakuwa uongo. Kwa hivyo yoyote ambaye hatakuwa katika Kristo, kama hutakuwa umesimama vizuri, umeokoka na umejua neno la Yesu, neno la Mungu vizuri umelishika, hautatambua kwamba pastor ambaye anakuongoza ni pastor yupi. Hautajua kwamba kule umepelekwa kwa huyo muombezi ni muombezi wa aina gani. Hautatambua kwamba kule umeenda kesha katika maombi labda ubarikiwe, hautajua kwamba hizo baraka zinatoka katika anga gani. Wengi wanakimbia tu ya kwamba sababu kuna nyota, kuna baraka, kuna miujiza. Wapendwa, tumeshaerefushwa na neno. Neno liko dhahiri, nimesema kwamba nimeshawaambia mapema. Kwa hivyo ole wao wale ambao watasikia sauti kuna crusade mahali wakimbie. Ole wao wale watasikia kwamba kanisa fulani ni mgeni limefungiwa, wakimbie. Ole wao wale wataambiwa kwamba kuna muonaji anaona kwa mahali fulani, wakimbie. Yesu ashatuonya mapema. Kwa hivyo wapendwa, tusimame imara na tumtegemee nani? Huyu Mungu. Hatuna mwingine ambao tunaweza kimbilia. Wewe mkimbilie huyu Mungu, maana msaada wetu unatoka kwake. Kwa hivyo Mungu wa amani asidi kutupigania, asidi kutuonekania, kwa sababu pasipo yeye hatungeliweza lolote. Kwa hivyo tunaweza teremuka chini kidogo. Ndio. Amen. Wachia hapo kwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo neno liko dhahiri, nimesema kwamba bado tu kitambo kidogo. Kwa hivyo hatujui hiyo muda ambayo imepeanwa ni kidogo kiasi gani.
Ndiposa neno likasema kwamba Yesu atarejea kama mwizi, na mwizi hakuna siku hata moja maisema kwamba leo nitakuja kukuibia, sababu akikutangazia utajihami. Wengi watatafuta sokoni, wale watu wanayenoa visu, mapanga, nini, wanoe wakae tayari. Wengine wataenda kununua marungu hizo wa Maasai wakae nazo. Wengine sasa wako na silaha hizo wamekaa nazo kwa nyumba, lakini wameweka kwa milango, wamejaza nini, meza, viti yote, hata kabati, lakini itakuwa ni upuzi kwa sababu umeshaarifiwa ya kwamba anakuja. Kwa hivyo wakati anakuja atakuja na full force. Ndiposa unasikia kwamba Yesu atarejea kama mwizi. Kwa hivyo wakati tumepata hii siri ya kwamba tukae kitakatifu, ndiposa tukaweze kugundua hii wakati ambapo anaingia atakukuta ukiwa mgeni wa nani. Kwa sababu hii vita ambayo viko, hii changamoto ambayo iko ni ya kwamba tumekaa katika hali ya kutokuwa na msimamo mmoja. Na mostly watu wengi, Kristo wengi wanakuwa makanisani, lakini sio ya kwamba tukiwa kanisani ya kwamba tuko kanisani wote ati tumeweka roho zetu kanisani na mili kanisani. Kuna wale wanaingianga kanisani wameweka mili kanisani, lakini roho ziko mbali. Wengine wameacha roho zao nyumbani, wengine wameweka roho zao kule ushago, wengine wameweka roho zao kwa boyfriend, wengine wameweka roho zao kwa girlfriend, wengine wanaweka roho zao ya kwamba watakula nini hata kama niko kanisani. Ametuma roho ishughulikie kila atakula na ako kanisani. Kwa hivyo inakuwa ni jambo ambalo linaweka utofauti ya kwamba wewe haujaamua na msimamo mmoja. Simama na njia moja ili ya kwamba Yesu atambue ya kwamba wewe ni nani na umeamua kumtafuta. Na wakati neno limemalizia likasema kwamba ikiwa tutakuwa katika njia ya kusimama na msimamo mmoja, hapo ndio sasa watu wataanza kushangaa wakiona nini? Wakiona mabadiliko kwako. Wataanza kushangaa wakiona utofauti. Wataanza kushangaa wewe ulikuwa mgonjwa sasa umepona. Wataanza kushangaa huyu tulikuwa nafikiria hataweza sasa tunaona anaweza. Hiyo sasa ndio watu wa dunia watafika mahali pale waanze kushangazwa, kwa sababu wewe umechukua msingi mmoja ukasema kwamba hapa kawaida sitoki, hapa Edgota sitatoka, kanisa la Act of Faith Ministry sitoki. Kwa hivyo hapo litakuweka katika msingi ambayo itasababisha maadui waweze kushangaa. Unaposoma Zaburi, kitabu cha Zaburi 126 mstari wa kwanza mpaka pale 6 unakuta kinaeleza vizuri wapendwa. Ukisoma hii neno huwa linanitia nguvu ya kwamba wacha maadui wakupepete vile wanaweza, wacha wanene vile wanaweza, lakini hilo neno huwa linaniinua, linaniambia siku ile ambayo Mungu atakuinua wewe mwenye kuteseka, utakuwa kama unaona nini, unaota ndoto. Mwenye adui mwenye alikuwa na kuinda, mwenye alikuwa amefunga baraka zako, atakuwa ni kama aotaye nini, ndoto. Na neno linasema kwamba wataitana, waseme ya kwamba wataitana, waambiane ya kwamba njooni muone. Kumbe ule Mungu mwenye alikuwa anaenda kutafuta pale online ameshamjibu maombi. Njooni muone huyu Mungu mwenye alikuwa anaenda pale kawaida ameshatenda maajabu. Njooni muone huyu Mungu mwenye alikuwa amefuata pale Act of Faith Ministry ameshamuinua. Kwa hivyo hiyo itakuwa kushangaa, watakuwa kama wanaota nini, ndoto. Kwa hivyo natamani ya kwamba hata maisha yako, wale waliokuwa wamekutesa, wengine wamerogwa, wengine wamenenewa maagano walipotoka nyumbani, kasema ya kwamba enda tu lakini hautawahi fanikiwa, waone ukifanikiwa kwa jina la Yesu, sababu hao wana uwezo. Yesu ana uwezo, na hiyo uwezo utembee ndani mwetu na itubadilishe. Amen. Kwa hivyo naweza songa kidogo kama tuko pamoja tumalizie. Amen. Nakupata. Nakupata. Hello.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wale ambao wananipata, I think mtandao wa ndugu yetu imehang kidogo, lakini tutamalizia mahali penye alikuwa amefika. Mstari wa mstari wa 22 maybe kuna yule. Yes, tumenakupata. Yeah. Ndio. Mm, mhm. Ndio. 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 Mhm. Ndio. Amen. Amen. Achia imeishia hapo, tunashukuru. Kwa hivyo neno liko dhahiri na limetufundisha siri ambayo iko mahali hapa, wapendwa, ni kuweza kutafakari, tuone ya kwamba dunia ambayo tuko ndani, kuna wala watu ambao wamewekwa kama sumu ya kuweza kuingia ndani mwetu na kuweza kutumaliza. Utamalizwa tu na wale watu ambao au tunaitanga wapinga Kristo, wanayesema kwamba hakuna haja ya kanisa, hakuna haja ya maombi, hakuna haja ya kuweza kujitesa katika njia hiyo. Wewe endelea kujitesa kumtafuta nani? Huyu Kristo. Hata wapinge, hata waseme nini, wewe simama kumuita, kwa sababu tunaishi ulimwengu, lakini sisi sio wa ulimwengu. Kwa sababu gani? Tumemkiri ya kwamba Yesu ndio Kristo, tumeokoka, Yesu ni Bwana. Kwa hivyo hapa tuko tu katikati ya kuweza kupimwa imani yetu, lakini sisi sio wa ulimwengu huu, sababu tumewekwa hapa ili ya kwamba tuweze kuchungwa, tuone wale ambao watachungwa wawe wasafi ni nani, wale ambao watapigwa randa wawe sawa ni nani. Wengi wanakataa nini? Kurekebishwa. Na ukiwa umeokoka, kubali kurekebishwa. Hata pasta kama amekosea, akubali arekebishwe. Hata kama ni nani, akubali arekebishwe, sababu maandiko yasema kwamba tuweze kuonyana wenyewe kwa wenyewe. Ndiposa tunapojifunza kuonyana wenyewe kwa wenyewe, hata naye Yesu anaangalia, anaona ya kwamba tunajiandalia nini, njia ambayo sasa anatamani tuifuate. Hiyo njia ndio itatupea mwelekeo wa kuweza kuungana na penye alienda kutuandalia nini, makao, kwa sababu yeye amemaliza kusema kwamba tusifadhaike na tusiogope.
Kwa hivyo sioni kama unaweza anza saa hii kuogopa ati labda waganga. Unajua mostly kuna wengine labda tuko mtandaoni huu, lakini familia ambao umetoka ndani, kuna wakati umezaliwa ulikuta kwa hiyo familia kuna wengine ni mababu, waliokuwa mababu walikuwa wachawi, walikuwa waganga. Kuna miungu ambao wanainamia, kuna nyungu zile ambazo wamelea nini nyoka ndani, ile wameweka msekobe ndani, na wanafika mahali wanasema kizazi baada ya kizazi wanaanza kukiamusha kwamba uende uinamie. Wewe kataa na usonge mbele, sababu saa hii uko kwa mbio ya kurekebisha nini kizazi chako na kuendelea. Wasipofanya hivyo utaingia katika mtego ambao itakufunga. Kwa hivyo tumeambiwa tusimame katika njia ya kumwamini nani? Kristo, tukasonge mbele, tukapigane vita vya kiroho, tuache kupigana vita vya mwili. Sasa hii makanisa mengi yanapigana vita vya kimwili, mtu amekupiga kiroho. Unajua mimi huwa napenda sana ya kwamba mtu yule ambayo ni adui wangu anayenipiga vita vya kiroho, yeye apigane na vita vya madawa, apigane na vita vya majini, lakini mimi niinuke na vita vya maombi. Wewe uleta majini, mimi niombe majini ikufe. Leta madawa, niombe madawa iungue. Amusha hiyo mizimu, niombe na mizimu iweze kuvunjika. Leta hata hiyo mapepo ikuja na niombe na ipasuliwe, kwa sababu hiyo ndio mamlaka na nguvu niliyopewa. Kwa hivyo vile nilipewa, hata wewe umepewa. Usitumie hii mamlaka bure, usitumie tu katika njia ya uoga. Neno imemaliza kusema ya kwamba tusiogope. Wacha uoga. Wacha uoga, hata kama unakaa na penye unaishi pale sielewi, lakini wewe ndio unajua adui wako katika njia gani. Kule kazini unajua mnakaa katika njia gani. Kama kuna waganga, kuna maadui, kuna wachawi, kuna nguvu za giza ambao na doubt ziko, umepewa authority ya kuweza kuamrisha. Amrisha ziondoke, mpendwa. Haujaokoka tu ya kwamba kubembeleza. Wengi huwa wanabembeleza, wanasema kwamba tafadhali pepo toka, tafadhali toka. Hiyo authority umepewa si ya tafadhali. Amrisha ya kwamba kwa jina la Yesu na kuamuru toka na uende. Mimi sina uhusiano tena na wachawi, sina uhusiano tena na miungu yenu, sina uhusiano tena na watu ambao hawataki kufuata nini? Kufuata neno la Mungu. Mtu kama hataki kupelekana na wewe, wachana naye. Kwa hivyo siku ya leo ninatamani ya kwamba ukasimame imara, na ili neno liweze kukujenga, limesimama katika msimamo ya kusema usifadhaike moyoni mwako na uache uoga, na ukiomba omba kupitia kwa jina la Yesu. Jina la Yesu ndio limewekwa mahali pale kama daraja, na limekupea nguvu, limekuambia uache uoga na usimame imara, maana Mungu anaenda kuonekana, anaenda kusimama. Nataka kunena na wale watu ambao wako kule Saudia, ni ile changamoto ambao unaiona ama unapitia, ile vifungo ambao unaiona ama unashuhudia, labda wengi wanakaa mahali pale wanapitia challenges nyingi. Unajua ukiwa pale hata watu wa huku wanaona kwamba sasa fulani ako mahali fulani atainua familia yao, wanaanza kutamuka maneno. Wacha tuone kama atarejea salama, wacha tuone kama atafanya boma liinuliwe, kwa sababu yeye halali, kwa sababu yenu. Kwa hivyo hatua ambayo utachukua ni kuamini na kuomba uvunji hiyo madhabahu, na Mungu amani atasimama na atakuwa na nyinyi. Kwa hivyo wote waliohudhuria ibada ya leo, ninaombea baraka, na watia nguvu, na watia mafuta, na moto wa Bwana ukajae ndani mwenu, na Roho wa Mungu akadumu ndani mwenu, na neno litaendelea. Amen.